Wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Afisa wa Kihuth kutoka nchini Yemen anasema kwamba Rais wa Marekani Donald Trump anataka amani, lakini ni kutokana na hofu ya nguvu za jeshi la Iran. Rais huyo wa Marekani, licha ya kwamba amekuwa mtu wa vitisho dhidi ya Iran, lakini pia na makundi ambayo anadai yanashirikiana na Iran, sasa anaona kwamba hakuna namna isipokuwa hali ya nguvu za jeshi la Iran zinazidi kuongezeka kila kukicha, na amekuwa na hofu hii kwa sababu hakudhani wakati vita vinaanza kwamba Iran ina uwezo wa mapambano kiasi hiki. Rais huyo wa Marekani hapo awali, kabla ya kuanza kwa vita, alidai kwamba ni ndani ya wiki mbili tu angeweza kumaliza vita hivi, lakini ilimchukua siku 40 katika mapambano na hatimaye ameshindwa kuikabili Iran vilivyo na kuishinda. Kadhalika alikuja kurudi tena katika uwanja wa vita katika wiki mbili bila mafanikio, na sasa jambo kubwa ambalo rais wa Marekani bwana Donald Trump amekuwa akilizungumza ni kutaka amani. Afisa mwandamizi wa Ansarullah amesema kuwa matamshi ya hivi punde ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu amani yanaonyesha wasiwasi wa Marekani juu ya uwezo wa ulinzi wa Iran. Amesisitiza kwamba Marekani imelazimika kurejea nyuma baada ya vitisho vyake kwa kuzingatia gharama kubwa ambayo ingelazimika kubeba iwapo ingeingia katika makabiliano ya moja kwa moja na Iran. Hazam al-Assad, mjumbe mwandamizi wa ofisi ya kisiasa ya wanaharakati wa Ansarullah ama wapiganaji wa Kihuth huko nchini Yemen, amekosoa sera za kivita za Trump. Aidha, amesema mtawala huyo Marekani aligeukia lugha ya amani baada ya kutambua kwamba kufuatia nchi yake kudhoofika kijeshi, lakini pia kudhoofika kiuchumi kutokana na mashambulizi dhidi ya kambi zake na kupungua kwa uwezo wake wa ulinzi wa anga. Amesema Trump ametambua kuwa Iran bado ina uwezo wa kuisababishia madhara makubwa Israel pamoja na Marekani pamoja na miundombinu ya nishati katika eneo zima. Amesema gharama ya makabiliano inapoongezeka, lugha ya vitisho hugeuka kuwa lugha ya amani. Siku ya Jumamosi, Trump alitangaza kuwa ameafiki kufuta shambulizi lililokuwa limepangwa dhidi ya Iran, akidai kwamba Iran na nchi nyingine za eneo hilo ziliomba kusitishwa kwa muda baada ya misingi ya makubaliano kufikiwa. Katika chapisho kwenye ukurasa wake wa Truth Social, Rais Donald Trump wa Marekani alidai kuwa Marekani ilikuwa imejiandaa kikamilifu na tayari kuanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Alisema uchokozi huo ungehusisha viwango vya nguvu za kijeshi ambavyo havijaonekana tangu vita vya pili vya dunia. Maafisa wa Iran wameonya mara kadhaa kwamba shambulio lolote dhidi ya nchi hiyo kutoka nchini Marekani ama Israel litajibiwa kwa nguvu kubwa. Katika mazungumzo ya simu yaliyofanyika Jumamosi, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alimwambia mwenzake wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan kwamba Tehran iko tayari kujilinda na kuilinda mamlaka yake na kutoa jibu kali la kulipa kisasi kwa hujuma yoyote ya kijeshi ambayo itafanywa na Marekani au mshirika yeyote ambaye ataamua kushirikiana na Marekani. Vita vya hivi karibuni dhidi ya Iran vilianza Februari 28 wakati majeshi ya Marekani na Israel yalipoanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya ardhi ya Iran. Hata hivyo, mashambulizi hayo yalimuua kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi Ayatollah al-Khamenei. Kadhalika ilikuja kuwaua wanafunzi katika shule ya Minabu, jambo ambalo ulimwengu ulishtuka mno na kuona kwamba Marekani imefanya jambo zito kwa kushirikiana na Israel kuua watoto wasiokuwa na hatia. Iran ilijibu kwa mawimbi ya mashambulizi ya kila siku ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani yakilenga mali na vituo vya kijeshi na kiuchumi vya Marekani na Israel katika eneo la Asia Magharibi, huku ikifunga lango la bahari la Hormuz. Baadaye Iran na Marekani zilisaini hati ya makubaliano ya maelewano ya Islamabad mnamo Juni 17 katika juhudi za kukomesha vita katika nyanja zote. Hata hivyo, Marekani imekiuka makubaliano hayo na kuanza tena kwa uchokozi wa kijeshi dhidi ya Iran katika wiki za hivi karibuni. Iran nayo imejibu kwa kutekeleza tena mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya ngome zake za kijeshi